Maeneo mengi tulikuwa tukikutana kimkoa, nakutana na watumishi wote kwa mara moja, lakini hapa kwa Dodoma ndio nimeanza kwenda wilaya kwa wilaya katika hii ziara ambayo nimeanza kwa termu hii ya awamu ya 6. Na lengo la kuja hapa wilaya kwa wilaya ni kwamba nyinyi mko makao makuu ya nchi. Na ukiwa makao makuu ya nchi kuna faida na hasara zake katika swala zima la uendelezaji miji. Lakini faida ni nyingi kuliko hasara ambazo mnaweza kuzipata. Sasa tunataka tuwashirikishe ili hizo fursa za kuwa makao makuu ya nchi basi muweze kuzitaka na kuweza kuzifanyia kazi kwa haraka. Juzi tulikuwa Bahi. Na majuzi yale tulikuwa Kondoa na Chemba. Leo tuko hapa. Ukiangalia nyinyi ndio mko karibu na jiji. Lakini namna ambavyo mji unakuwa, nyinyi hamwendi na kasi hiyo. Matokeo yake ndio tunakuta watu wanaingia katika maeneo, mwisho wa siku hata ile maana ya kuwa wenyeji wa Ikulu hapa haitakuwepo kwa sababu mji wenu utakuwa umejengwa kiholela. Jambo ambalo tunataka tulielekezee sasa kwenye halmashauri. Mheshimiwa makamu mwenyekiti na mkurugenzi, andaeni master plan ya Chamwino. Chamwino haina master plan. Na hatuwezi kuwa na makao makuu ya Ikulu. Hapa tu tunataka kusema ndio makao makuu ya nchi. Lakini makao makuu ya nchi yenyewe ambayo haijaandaliwa mpango wa kuweza kuiendeleza. Sasa watu wanajijengea to the way wanavyoona inafaa. Haipendezi kwa halmashauri ya Chamwino kuendelea kuishi kama tunavyoishi sasa. Na wataka sasa mwanze maandalizi maalum kwa ajili ya kuwa na mpango kabambe wa eneo lenu. Mpango ule mkiupata, mtajua namna bora ya ukuaji wa mji wenu. Mtaweza kuingiza yale yote hayo mnaosema mabonde, sijui ya maji, vitu gani, yote yataonekana mle na yataonekana yamewekewa mpango maalum ili kuweza kuepuka hiki ambacho tunakifanya sasa. Kwa sababu vingine vilishatajwa kama mamlaka za upangaji, nyingine haijatajwa, lakini tunachohitaji, wenye viti wa vijiji wako, watendaji wako hapa. Vijiji vya ujamaa 1974 vilipangwa, hatukuwa na sheria namba 8 ya mipango miji. Lakini ukienda unakuta vijiji vimepangika, vina barabara, vina masoko, watu wamepangana, wameachiana nafasi. Sasa tuchukue jukumu hilo kabla hatujaanza kutekeleza ile sheria namba 8 ya mipango miji, basi tuwape elimu watu wa maeneo yale ili wajenge kwa taratibu. By the time unautangaza ni mji wa upangaji, manake tayari watakuwa wamekaa vizuri. Kienda kule wewe unamilikisha tu kwa kupima na sio kurasmisha. Lakini mkiacha ilivyo sasa, mtajikuta kila eneo mnaenda kurasmisha. Na zoezi la urasmishaji lina ukomo, mwisho ni 2023. Lilianza 2013, lina miaka 10, mwisho 2023. Na ndio maana kama wizara tumechukua hatua sasa ili tuongeze ile kasi ya urasmishaji. Tumalize zoezi la urasmishaji, tubaki na mpango wa kupanga, kupima na kumilikisha. Tuondokane kabisa na swala la urasmishaji. Lakini tunaondokana nalo namna gani? Ni sasa kusimamia maeneo yetu yasivamiwe. Na katika hilo, Mheshimiwa makamu mwenyekiti na mkurugenzi, lazima muwape task wenye viti wenu wa mitaa pamoja na wale watendaji wao kuwa walinzi wa ile ardhi. Mtu asiingie kujijengea bila utaratibu. Kama ni kijiji, jiwekeni taratibu za mtu kujenga. Walau mnakuwa na kamati yenu, mnaandaa maandalizi mazuri. Mtu akitaka kujenga kwenye eneo lake apewe utaratibu. Ili anapojenga mnaangalia future plan yenu. Eneo letu litakuwaje? Basi mwe mmeshaweka akilini, mnataka maeneo ya wazi wapi? Mnataka barabara zipite wapi? Maeneo ya huduma yawe wapi? Ukifika mpango wenyewe wa kupangwa, mlishajipanga wenyewe. Na mtu anapojenga sasa, lazima aulizwe kama ni eneo ambalo tayari liko kwenye mpango wa upangaji. Lazima aulizwe kibali chake kiko wapi cha ujenzi. Asijijengee tu. Aonyeshe ramani, aonyeshe na kibali. Mkisimamia hivyo wilaya yenu, mtajikuta mnaiendeleza katika mpango ambao ni mzuri zaidi. Kwa hiyo kikubwa ninachosisitiza, lazima tuanze maandalizi ya master plan. Unaweza kuanza na interim master plan ambayo itakuelekeza wapi uelekee. Lakini dira yako unapokwenda lazima iwe na uwigo mpana zaidi.
Chamwino haiwezi kukaa bila master plan eneo ambalo Ikulu ipo, haiwezekani. Na watu ndio wanakimbilia huko kutafuta mashamba, kutafuta viwanja, kutafuta nini. Wanajua makao makuu ya nchi yako hapa. Sio Dodoma kule tunakosema kule ndio jiji ndio makao makuu. Dodoma kama Dodoma mkoa sawa. Lakini kwa sura ya nchi kwamba wapi ni hapo ilipo Ikulu. Sasa Ikulu imezungukwa na squatter. Ikulu imezungukwa na maeneo ambayo hayajapangwa. Kwetu sisi kama Wizara ya Ardhi hatuoni kama tunaitendea haki Ikulu hii. Kwenu nyinyi kama Chamwino mnatakiwa kuchukua hatua ili mpange eneo lionekane kweli la kimji. National Housing wameshaanza kubadilisha sura ya Chamwino. Na wengine watajenga. Lazima tujenge majengo ya kwenda juu ndio, lakini lazima tupangane. Kwa hiyo hilo nawapa kama kazi, kama assignment kwenu. Fanyeni kila jitihada. Tumieni taasisi zenu za ndani. National Housing wana wataalamu, wizara ina wataalamu, lakini bado unaweza kutafuta mtaalamu kutoka nje ya haya mashirika niliyotaja, lakini pia lengo tuangalie na gharama zake za kuandaa. Lakini pia tuna wataalamu ndani tu ya nchi ambao wana makampuni yao, wanaweza akawafanyia mpango huo vizuri. Kwa hiyo ninachowashauri, chukueni hatua ya kuhakikisha Chamwino inapangwa, lakini inakuwa na master plan inayotuelekeza Chamwino tunayoitaka. Tunaelewana mpaka hapo? Hiyo ni assignment yenu. Madiwani mpo, wenye vitu wa vijiji mpo, watendaji mpo, na kamati zote ziko hapa pamoja na chama yenye ilani ambayo sisi ndio tunatekeleza. Jambo la pili ni wapongeze katika swala zima la makusanyo. Mwaka jana mmekusanya over and above 100%. Jipigeni makofi, mmefanya kazi nzuri. Lakini cha kusikitisha sasa, mnapiga makofi huku tena tunarudi nyuma. Mnawadaiwa sugu wanaodaiwa milioni 365,859,647. Katika juhudi za kutaka kukusanya hizi, mmegusa 9.7% peke yake, ambapo mmegusa wadaiwa 53 wenye pesa yao 35,768,689 kati ya milioni 365. Sasa rationale iko wapi pale? Haipo. Unadai pesa milioni 300 na umefikia watu 53 kwa 35 milioni. Hata milioni 100 haikufika. Manake katika kudai madeni haya hamjatenda haki. Na haya madeni nilielekeza last time nilivyokuja. Mnaweza kupanga kila kota mnawafikia kadhaa. Na kila kota nilisema ile kamati inapokaa ile mnaita sijui ni kamati ya ujenzi na nini. Mjini wanaita kamati ya mipango miji. Sasa huko halmashauri na jina lingine inaitwa sijui huduma za jamii, huduma za uchumi sijui na vitu gani. Ile kamati inatakiwa kila wanapokaa robo mwaka lazima wawahoji watu wa ardhi. Wamekusanya kiasi gani? Wamepima viwanja kiasi gani? Wamesuluhisha migogoro mingapi? Lazima taarifa hizo mzipate. Nielekeze pia swala la kuingiza viwanja vyote kwenye mfumo lifanyike. Hapa mmeweza kupima viwanja ndio, lakini bado havijaingia vyote kwenye mfumo. Urahisi wa kudai madeni pia ni lazima uwe umeingiza. Kwa hiyo hilo nalo oneni namna ya kuifanyia kazi ili liweze kwenda vizuri. Ndugu zangu, tunalo swala zima la uhakiki wa umiliki ambalo limezungumzwa hapa. Swala la uhakiki wa mali lilipokelewa vibaya na wananchi, hasa wenye nia ovu. Na naomba niwathibitishie, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan hana mpango wala hana wazo wala haipo akilini mwake kutaifisha au kunyang'anya viwanja vya watu. Haipo. Hiyo kwa rais na wathibitishia haipo. Lakini ya pili, hakuna sheria inayomzuia mwananchi kumiliki viwanja zaidi ya 2, 3, 4 mpaka 10 na kuendelea. Haipo. Kikubwa ni yeye kutimiza masharti ya umiliki wake, kikubwa ni yeye kupata viwanja hivyo kwa njia halali ambayo serikali inatambua. Kinachofanywa na serikali ni kuwatambua Watanzania wote na ardhi wanazomiliki kwa uhakika wa nani ni nani, kwa sababu tayari tuna vitambulisho vya taifa. Kwa hiyo ule umiliki wako unapohakikiwa, kinachofanyika ni kuyaweka yale majina yaliyoko kwenye NIDA yasomeke sawa sawa na viwanja vyako, bila kujali kiko Chamwino, kiko Namtumbo,
kiko Dar es Salaam, kiko Mwanza, kiko wapi. Viwanja vyote vile vitatambulika kwa jina lako. Kwa sababu hapo katikati kulikuwa na udanganyifu. Mtu anachukua kiwanja anaweka majina ambayo hayapo. Ukianza kufuatilia kudai kodi humpati, kwa sababu ameweka domain name ambayo haijulikani. Kwa sasa tunataka tuwatambue ili na serikali ijue imeshawawezesha kiasi gani wa Tanzania kwa kuwamilikisha ardhi zao. Lakini ni ardhi kiasi gani ambayo imepimwa, kwa sababu pale sikuna na ukubwa pia wa kiwanja chako. Kwa hiyo ukiacha viwanja, tunao maeneo ya hifadhi yamepimwa, tunao maeneo ya akiba yamepimwa, tuna mbuga za wanyama zimepimwa. Kwa hiyo ukija kuangalia kote kule unajua ardhi ya Tanzania imepimwa kiasi gani. Na katika hiyo, hii imemilikishwa Watanzania, wana ardhi zao, wana hati zao, wana salama ya miliki zao, hawana migogoro kwa sababu tayari kila mmoja anajua mipaka yake. Sasa kama utajificha, usije kuhakikiwa. Kipindi cha kuhakikiwa kikiisha, usije kulalamika kwa sababu tutasema tayari hawa ndo wamiliki. Hutakiwi kuficha chochote kwa sababu serikali haina mpango wa kukunyang'anya. Hutakiwi kuficha chochote kwa sababu tunataka pia familia yako wewe na wenzio watambue, mtambuane wenyewe. Yanafanyika kwa nia njema kabisa. Na mengine ni kuepusha ule uporaji ambao unaweza katokea kwa bahati mbaya wewe haupo, lakini kuna wenzio wanajua kulikuwa na viwanja pale wakatempa navyo vikaondoka tu. Na vingine umeandika majina ambayo hayapo, huna hata namna ya kudai, kwa sababu tumekuambia fanya uhakiki, tumia kadi ya NIDA, umeshindwa kuifanya hiyo. Mwisho wa siku kiwanja kinapotea. Nia na dhamira ya serikali ni njema sana, wala haina mpango wa kunyang'anya mtu. Wajaze yale madodoso vizuri ili waweze kuona ni jinsi gani ambavyo tunaweza tukamaliza. Na kwenye halmashauri wekeni madawati kabisa ambayo yatakwenda kusimamia zoezi hilo. Kuna baadhi ya halmashauri ambazo wakurugenzi hawaitambui au hawaoni kama idara ya ardhi ni ya kwao. Kisa tu wameambiwa ajira yao na nidhamu ni wizarani. Lakini mamlaka za upangaji ni halmashauri. Sisi kama wizara sio mamlaka za upangaji. Hawa wanaletwa tu kama watumishi wa kukupangia mji wako wewe mkurugenzi, ambaye ni mamlaka ya upangaji. Sasa huwezi kuwa mamlaka ya upangaji alafu huna watendaji. Na ndio maana wamebaki kwenu kama watendaji wa siku kwa siku kwenye sekta ya ardhi. Kinachotakiwa sasa ni kuwawezesha na kuona jinsi gani na kwenda. Sisi wizara tulileta gari, tukaleta na vifaa vya upimaji, tukaleta na mambo mengine ambayo kurahisisha. Ile ilikuwa ni intervention kutaka kusaidia halmashauri ya Chamwino. Kwanza iko Ikulu, tuone kasi yenu mnafanyaje. Lakini lilikuwa ni jukumu la mkurugenzi, anunue vifaa, anunue gari na afanye kila kitu kwa sababu ni idara yake kama idara zingine. Sasa kuna wakurugenzi wengine unaona kabisa wala hawapangii. Juzi tulikuwa Kondoa DC, mtumishi anatumia hela yake, anatumia gari yake kufanya kazi ya serikali. Akasema haiwezekani. Swala la mtu kufanya kazi kwa matashi yake, kwamba mwenyekiti analalamika, anasema wanafanya kazi za kutumwa, anafanya kazi ambazo ni za maelekezo. Kama wizara hatuna kazi za maelekezo. Kazi yoyote ambayo inatakiwa kufanyika ndani ya wizara, ndani ya halmashauri, lazima ifike kwenye uongozi husika. Wasichukuane tu mpima, wanachukuana nani wanaenda kupima. Hapana. Hata kama ni kazi ya taasisi inafanyika, mkurugenzi awe na taarifa ili aridhie mtumishi huyo aende kufanya hiyo kazi. Haiwezekani tu mtu anakuja na mimi nitakuja na shamba hapa, nakuja nasema twende kanipimie shamba langu. Lakini napokwenda kupima, mkurugenzi wako ana taarifa, anajua. Mtendaji wa pale anajua ninachokwenda kukifanya pale. Je, nikipima nikaingia kwenye eneo la watu, ndipo hapo migogoro inapoanzia. Kwa hiyo lolote linalokuja kufanyika hapa, tusichukulie kwamba ni makao makuu au ni Ikulu, kwa hiyo mnakuwa na woga wa kutenda. Taratibu zizingatiwe kwa usalama wa huyo ambaye anakuja kufanyiwa hiyo kazi yake, lakini pia kwa mahusiano mazuri na jirani yake ambako kunakwenda kupimwa. Sasa leo kipimo kaingia kwenye eneo la mtu, tayari ugonjwa unaanzia hapo. Wala hutakuwa na amani na eneo lako kwa sababu tayari umeshaanza chokochoko.
Kwa hiyo lolote linalokuja kufanyika waje wapite kwenye ofisi husika ili mkurugenzi aridhie, au mkuu wa idara kama yupo atoe taarifa kwa mkurugenzi, kuna 1 2 3 nimetuma mpima aenda akacheki kiwanja cha mtu fulani, amesema anataka akaguliwe mipaka yake. Inawezekana, inakubalika, lakini sio swala la kuchukuliwa juu kwa juu. Mkiendelea na taratibu hizo zitawatoa kwenye reli katika utendaji.